Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa fahamu ni Mawibat kana mpenda Yesu. Amen. Kipekee na mshukuru Mungu alitoa kwenye roho ya mauti. Mimi nilipata ajali pale Kibaoni. Nilipoteza fahamu pale nikapelekwa hospitalini. Nikakaa ICU ndani ya siku 3. Lakini ndani ya hiyo siku 3 kumuona Mungu. Ndani ya hiyo siku 3 watu walikuwa wanakuja kuniona na tambu. Pia naambiwa baba alikuja kuweza kumtambua. Pia siku hiyo ya siku ya 3 nilitembelewa na usiku. Baba alinitembelea usiku. Ilikutembeleaje usiku aisee? Ni kwa njia ya ndoto. Ulikuja kwa njia ya ndoto, ukaongea na mimi, nilikuwa na bandage huko. Na ukaniombea na ukaniambia hichi kitanda sio cha kwako. Mimi nakwambia kwenye ndoto hichi kitanda sio cha kwako. Kabisa. Yesu makofi. Kilichotokea asubuhi, kuna mashine zimewekwa. Mimi nilikuwa nimewekwa mashine kila mahali. Kwa wale wanaangalia tu kwenye kompyuta. Wakiona kama nanyanyua mikono na wasikia kwa mbali wanasema huyu ndiye anaondoka. Anaondoka. Ndio. ICU mimi nilipokuja kujitambua tumeingia tukiwa watu 6. Lakini nilitoka mimi peke yangu. Wale wengine wote walikufa. Yesu makofi. Jamani, Mungu yupo. Endelea tu baba. Nikasema leo nije nimshukuru Mungu. Pia baba, Mungu akubariki sana. Na kanisa, Mungu awabariki sana. Nimemuona Mungu. Nimetoka na nimepona. Sina maumivu yoyote tokea niliombewa na baba kwenye ndoto. Sikio lilikuwa lifanyi kazi, lakini siku hiyo sikio limefanya kazi na asubuhi wakanitoa ICU. Wewe ni Bwana, kila ulimi ukiri jina lako. Jamani, anachozungumza kaka huyo tusingekuwa naye duniani. Nakumbuka nilitoka safarini nikapigiwa simu na sio mamake, sio mke wake, wanalia. Lakini nikapigiwa simu na watu hali mbaya na mdogo wake Daudi. Lakini nikafika nyumbani kwa nimechoka, nikamwambia Mungu, nini kinachoendelea? Mungu akaniambia roho ya mauti imepangwa. Nikatamka jambo, nikasikia amani. Nilichomrudishia mke wake nikamwambia hakuna baya litakalotokea. Nasikia amani ndani kwangu. Uponyaji utatokea. Nafikiri mke wake nishinambia wakawa napiga baba nafikiri Daudi akaniambia baba ameletwa hana fahamu. Nikamwambia hapa yuko wapi Daudi? Nikamwambia Daudi hapa yuko leo. Nito Daudi unani yule? Daudi ndiye yuko hapa. Yuko hapa. Nikamwambia Daudi yuko Seliani. Nikamwambia Daudi, ninachosikia moyoni mwangu, Manu hatazikwa, atarudi nyumbani akiwa mzima. Sema basi amina. Wangapi wako niwatamkia maneno ambayo yatatimia? Nikamwambia ukija, alikuwa anapiga baba kwanza, nafikiri alipoletwa haongei, akaanza kulia baba. Nikamwambia kijana wangu usilie, akifa mimi sio mtumishi wa Mungu. Ndivyo nilivyokuambia. Niliambia mwanangu Ima atakufa, ataishi. Na walichokipanga haitawezekana. Siku alikuwa ana uchungu na kaka yake. Analia kweli. Baadaye mama kaka nikamwambia mama hafi. Nilikuwa naenda ICU, nakuta watu wanazuia naomba kumpita, nakuta hajitambui. Naongea naye katika ulimwengu wa roho. Mara ya mwisho nimeenda, nikasema nikaomba sana, nikapita, anaongea tu mwenyewe.
anaongea tu hata moja. Nikamwambia usiku wa leo ndio siku ya kupata ufahamu na utoke kwenye chumba. Kesho yake ndio nikaambiwa ametoka, amepata fahamu, yuko salama. Na kutamkia kama una mgonjwa hatakufa. Na kutamkia kama kuna mtu wako anategewa roho ya mauti hatakufa, ataishi. Sema fire. Sema fire. Mungu awabariki. Leo unajisikia vizuri kaka amerudi? Kabisa. Ndio baba. Ulikuwa unalia na huyu ndio alikuwa akati simu kwangu. Kila saa message, kila saa simu, kila saa mpaka nasema sasa Mungu wangu mpaka nikamwambia wewe acha basi. Ndio baba. Ndio. Yuko mzima kaka yangu. Nyosha mikono tumshukuru Mungu. Ufunguo wa pikipiki yako iko. Alafu siku tunaweka wakifu mapikipiki ya watu ya kuleta. Hii sasa iwe onyo na ufundisho. Maana hata wewe ibada na achaka ibada. Hii imekupa onyo sasa. Usiache ibada. Ndio hata mngeshaji wa keyboard mmoja unasaidia keyboard hapo. Nataka watu wengi kujua keyboard hapo sasa. Alafu najua jamani, kuna kitu nimekumbuka. Huyu ndugu ndio nimeanza naye huduma eti. Wacha hata nikumbuke. Nafikiri hata Mungu amekumbuka huyu. Choo ya kwanza ya kanisa tuliotumia nilikuwa nadumbukia na chimba, anavuta udongo juu. Anazama na yeye anavuta. Jamani, huduma imetoka mbali. Alafu leo mtu ataki kuja karibu huduma. Unajua huduma ilivyojengwa. Alikuwa miongoni walionitia moyo sana katika huduma. Mungu alikumbuka hilo jambo. Wacha niombe. Nyosha mikono huko. Yesu shujaa wa msalaba, asante kumrudishia Ima maisha na adui alichopanga kimefeli. Na kurudisha utukufu kwa sababu aliyefanya sio sisi, ni wewe. Tazama amerudi madhabahuni, anatambua ulichomtendea. Anakiri kwamba katika ICU hiyo kulikuwa na watu zaidi ya 6. Yeye pekee tu ndiye ametoka. Hajakulipa chochote, hatujakulipa chochote. Wengi umewainua wakaomba kwa ajili ya manu ili umrudishie, arudi nyumbani kuangalia watoto wake. Amerudi na leo amefika madhabahuni, amesimama, anakiri ni mzima. Nami namsogeza kwako kwa utukufu wako. Natamka kupitia kutoka kwako kwenye janga hili, Mungu akupeleke viwango vya baraka. Mungu akufungulie neema, akung'arishe, akupe upenyo wa pekee. Natamka nguvu ya Mungu kupitia ufunguo huu. Hiyo pikipiki roho ya mauti isione, na nguvu za giza isione. Roho ya chuma ulete isione. Milango ifunguke kwako maradufu. Na kutamkia hautabaki wa kawaida. Neema ya Mungu ni kubwa juu yako. Mauti hiyo iliyoshindwa isirudi tena kwa jina la Yesu. Amen. Naiweka chombo chako wakifu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.